Mimi ni Paul Kisabo, ni wakili, ninafanya kazi na mtandao wa watetezi wa haki za binadamu Tanzania. Kwanza napenda kutoa taarifa kwamba mteja wangu wakili Peter Michael Madeleka leo nimemtembelea na kuonana naye na kuzungumza naye kwa kina Central Police Station ya Dar es Salaam kuhusiana na tuhuma ambazo zinamkabili. Wakili Madeleka alikamatwa tarehe 14 Agosti 2026 akiwa katika Mahakama Kuu Division ya makosa ya rushwa na uhujumu uchumi Mikocheni, akiwa mahakamani na alikuwa na kesi na wateja wake aliokuwa ameenda kuwawakilisha. Amenieleza kwamba ni askari zaidi ya 10 walienda kumkamata, lakini wakati wanaenda wanamkamata alikuwepo pia wakili Mendez. Kwa hiyo mteja wangu anashukuru pia wakili Mendez kwamba alitoa taarifa mapema na kwa wakati kwamba wakili Madeleka amekamatwa. Kwa hiyo hizo shukrani naomba Mendez azipokee kutoka kwa wakili Peter Madeleka. Sasa baada ya kukamatwa amenieleza alipelekwa Central Police Station Dar es Salaam, na wakati anakamatwa hakuambiwa kwamba anatuhumiwa kwa tuhuma zipi, lakini baada ya kufikishwa Central Police Station Dar es Salaam aliambiwa kwamba anatuhumiwa kwa kukiuka amri ya mahakama. Na baada ya sisi kupata taarifa tumekuwa tukifuatilia kuanzia mwanzo, lakini pia specific naomba niwataje mawakili wafuatao ambao wamekuwa mstari wa mbele tangu mwanzo. Tumekuwa tukifanya kazi kwa pamoja katika kufuatilia swala la wakili mwenzetu Peter Madeleka. Wa kwanza ni mke wake. Mke wake amekuwa pia mstari wa mbele kufuatilia swala la mume wake, lakini pia wakili mwingine nipo naye hapa anaitwa Mugarura Nicholas, ni mwanachama wa TLS. Mawakili wote ni wanachama wa TLS. Lakini pia wakili Emmanuel Ukashu, mwenyekiti wa Young Lawyers Association ya TLS. Lakini wakili Maduhu William ambaye anafanya kazi na kituo cha sheria na haki za binadamu. Lakini pia wakili Gray Dedan pamoja na Mendez ambaye alitoa taarifa kwamba wakili Madeleka amekamatwa. Kwa hiyo ni muhimu sana kutambua jitihada na juhudi ambazo tumekuwa tukizifanya kwa pamoja sisi kama mawakili ambao nimewataja, pamoja na wengine ambao sijawataja kwa namna moja ama nyingine, wamekuwa pia nao wakifuatilia swala la wakili mwenzetu. Sasa wakili Madeleka leo amehojiwa kituo cha polisi Dar es Salaam, Central Police Station Dar es Salaam. Amehojiwa kwa tuhuma za kukiuka amri ya mahakama kama ambavyo taarifa ya jeshi la polisi mliona. Lakini baada ya mimi kuzungumza naye amenieleza kwamba hakumbuki na hakuna amri ambayo ilitolewa na mahakama hiyo tarehe 27 na tarehe 13 ambayo yeye anatuhumiwa kuikiuka, na wala hatujaambiwa kwamba ni kifungu gani cha sheria za jinai amekiuka wakili Madeleka. Kwa hiyo hatambui uwepo wa amri yoyote. Yeye amesema, kwa sababu amesema haijawahi kutolewa amri ambayo anadaiwa yeye kwamba ameikiuka. Lakini pia kwa hiyo amehojiwa swala la dhamana yake. Jeshi la polisi wamesema watampatia dhamana kesho Jumatatu saa 3 asubuhi au mapema iwezekanavyo. Lakini ombi ambalo naomba niliwasilisha kwa mawakili wenzetu ni kwamba an attack against one advocate is an attack against all advocates. Na more important ni an attack against the profession. Kwa hiyo kwa umoja wetu naomba mawakili wengi tujitokeze zaidi, lakini pia kesho hiyo asubuhi twende Central Police Station kwa ajili ya kwenda kumdhamini mwenzetu, kumpatia uwakilishi. Lakini pia endapo atafikishwa mahakamani kesho, kwa wingi wetu basi tufike mahakamani kwa ajili ya kumtetea wakili mwenzetu Peter Michael Madeleka. Na hili jambo pia tuliangalia kwa makini sisi kama wasomi, kwa sababu kama anatuhumiwa kukiuka amri ya mahakama, maana yake tunategemea malalamikaji awe ni yule aliyetoa hiyo amri, ambayo obvious katika mazingira haya atakuwa ni jaji. Sasa kama atakuwa ni jaji, fikiria Madeleka naye kwamba kama atafikishwa mahakamani ashtakiwe. Sasa katika mazingira hayo jaji ni mtumishi wa muhimili wa mahakama. Madeleka apelekwa mahakamani akashtakiwe kwa tuhuma hizo.
impartiality yako hapo inakuwaje, inakaaje? Ni swali ambalo inabidi nilipose tujaribu pia kulitafakari sisi kama wasomi. Kwa hiyo amesisitiza kesho tujitahidi, kama atafikishwa mahakamani tuende kwa wingi wetu tukamtetee, lakini pia kufuatilia dhamana yake kwa sababu ni msomi mwenzetu. Kwa mujibu wa sheria mwenendo wa makosa ya jinai, mtu anapokamatwa anapaswa kwanza kufikishwa mahakamani ndani ya saa 24 au apewe dhamana ya polisi ndani ya hizo saa 24. Sasa tangu Madeleka alipokamatwa tarehe 14 Agosti 2026, saa 24 hadi sasa zimeshapita na bado hajafikishwa mahakamani wala hajapewa dhamana. Mahakamani inaweza kuwa ni ngumu kwa sababu ni weekend, lakini dhamana kwa sababu jeshi la polisi linafanya kazi masaa 24 lina wajibu wa kisheria kumpatia dhamana, na sisi tumefuatilia dhamana yake na jeshi la polisi wametuahidi kwamba kesho saa 3 asubuhi watampatia dhamana. Lakini kwa sababu ndani ya saa 24 tayari zimeshaisha, inawezekana hata sasa hivi au kabla ya kesho asubuhi akapatiwa dhamana, kwa sababu bado tunaendelea kufuatilia, pamoja na kwamba tumeambiwa dhamana itakuwa ni kesho saa 3. Lakini pia sambamba na hilo, wakili Madeleka alikuwa kwenye ofisini kwake, kwa maana ya mahakama. Sisi ni maafisa mahakama, kwa hiyo mahakamani ni ofisini kwetu, sisi ni maafisa mahakama. Nitoe tu rai kwa jeshi la polisi kwamba wangekuwa pengine wangemtumia tu wito wakili Madeleka kama kuna tuhuma ambazo walikuwa wanahitaji atolee ufafanuzi, wangemtumia hata wito tu kwamba unahitajika kituo fulani siku fulani, ili aweze kujua aweze kwenda kufika, kwa sababu kwenda kumkamata wakili mahakamani, mimi naona ingefaa sana kama wangemtumia tu hata wito kwamba njoo Central Police Station siku fulani, kwa sababu ni afisa mahakama anafahamika na ni wakili ambaye inafahamika na anapatikana wapi. Labda niweke sahihi position ya kisheria. Jeshi la polisi kwanza wanafanya kazi masaa 24. Kwa hiyo wakikamata mtuhumiwa hata kama iwe ni Ijumaa, wana wajibu wa kumpa dhamana kama kosa lake, kama tuhuma zake ni zinadhaminika, wana wajibu kisheria wa kumpa dhamana ndani ya saa 24 ama kufikisha mahakamani. Kwa sababu kama ni weekend hawezi kufikisha mahakamani, lakini kama swala la dhamana kisheria, polisi wanatoa dhamana muda wote, kwa sababu wao wanafanya kazi saa 24. Yani muda wote wao wapo kazini. Kituo cha polisi hakilali, wanafanya kazi muda wote. Kwa hiyo wana wajibu wa kumpa dhamana ndani ya hizo saa 24. Kuna makosa ambayo hadhaminiki kwa sasa hivi hapa nchini kwetu, lakini pia sisi kama watetezi wa haki za binadamu tumekuwa tukitoa wito kwamba makosa yote yanapaswa kuwa yana dhamana, kwa sababu ya kulinda. Kuna kanuni kuu inasema presumption of innocence. Mtu anapaswa kuchukuliwa kwamba hana hatia mpaka pale ambapo itathibitika vinginevyo. Hiyo ni kwa mujibu wa ibara ya 13 6B ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo makosa yote kimsingi yanapaswa kuwa na dhamana ili mtu awe nje anaendelea na shughuli zake za ujenzi wa taifa, huku kama kuna kesi inaendelea iweze kuendelea. Ni hivyo tu.